Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Machi 25, siku ya Jumatano. Mada inasema kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia. Soma Wakolosai sura ya 4 aya 14 na 15 na Timotheo wa pili sura ya 4 aya 10 na 11. Luka anatofautishwaje na Dema na kwa nini? Mtume Yohana anatuambia, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Yohana wa kwanza sura ya 2 ya 15. Upendo wa Luka kwa Yesu na ufalme wake ulimfanya asimame na Paulo hadi mwisho. Hata iweje, ilhali Dema aliupenda ulimwengu huu kuliko ulimwengu ule ujao. Soma vifungu vifuatavyo. Ni ushauri gani unatolewa kwa wale wanaosubiri kuja kwa Kristo mara ya pili? Marko 13:32 hadi 37, Tito 2 aya 11 hadi 14, Petro wa pili sura ya 3 aya 10 hadi 14, na fungu la mwisho ni Ufunuo wa Yohana sura ya 3 aya 17 hadi 21. Yesu na mitume wanatuonya mara kwa mara tukeshe, tuwe macho na kuwa tayari siku zote kwa ajili ya kuja kwa Bwana ili tusishtukizwe. Cha kusikitisha, kama walivyofanya wanafunzi walioshindwa kutii amri ya Yesu ya kukesha na kuomba, katika Marko mtakatifu sura ya 14:38, wengi hawatafanya maandalizi yanayohitajika. Yote inategemea ni nani au nini tunayempenda au tunachokipenda zaidi, kwa sababu hatuwezi kuwatumikia mabwana wawili. Katika ujumbe kwa Laodikia, Yesu anatupa maagizo ya wazi. Kwanza, kutubu dhambi zetu. Pili, tunapaswa kuifungua mioyo yetu kwa Yesu na kumruhusu atawale. Ambayo ya tatu, inatuwezesha kupata dhahabu ya imani na upendo uliopimwa kwa majaribu na kushinda dhidi ya majaribu. Ni mambo gani mahususi ambayo Yesu anaweza kuwa anakutaka utubu katika maisha yako? Ni sehemu gani ya maagizo yake unahitaji zaidi? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, leo ni Machi 25, siku ya Jumatano, mada ikisema kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia hii. Na kwa nukta hiyo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Kesho tutajifunza ujumbe kwa ajili ya Laodikia. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.